Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na bado tunaendelea kukujuza mambo mengi yanayojiri katika ulimwengu, lakini zaidi tunatazama kile kinachoendelea huko Mashariki ya Kati. Moja kati ya taarifa tuliokuwa nayo ni pamoja na jeshi la Iran kushambulia makao makuu ya Shin Bet, ujasusi wa ndani nchini Israel. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kupitia jeshi lake imetangaza kutekeleza shambulizi la drone na ndege za kivita dhidi ya kituo cha jeshi cha Palmachim pamoja na makao ya Shin Bet, ujasusi wa ndani ya utawala wa Israel. Lakini pia taarifa zinadai kwamba zaidi ya watu 179 wamejeruhiwa vibaya katika masaa 24 yaliyopita kutokana na mashambulizi yaliyofanywa na Iran. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imeendelea na operesheni yake ya kijeshi huko katika eneo la Mashariki ya Kati ikishambulia vibaya Israel, na zaidi ni mashambulizi katika makao makuu ya Shin Bet ambapo inadaiwa kwamba watu zaidi ya 179 wamejeruhiwa. Wizara ya Afya ya Israel imesema katika taarifa hivi punde kwamba watu 179 wamejeruhiwa nchini humo katika muda wa saa 24 zilizopita kutokana na mashambulizi ya Iran. Kwa mujibu wa ripoti hii, tangu kuanza kwa vita vya Israel na Marekani na Iran, watu 2745 wamejeruhiwa nchini Israel ambapo 85 bado wamelazwa hospitalini, lakini idadi ya waliokufa wanadaiwa ni 13 tu mpaka wakati huu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Tasnim, jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika taarifa yake nambari 24 imesema katika saa zilizopita jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran limetekeleza mashambulizi kwa kutumia drone za kujitoa mhanga dhidi ya mnara wa ulinzi, barabara ya kurukia ndege na mahala pa kuegesha ndege katika vituo vya jeshi la anga vya Palmachim na Ofda vya utawala wa Israel, ikiwa ni pamoja na makao makuu ya usalama wa ndani wa utawala huo, yani Shin Bet. Kituo cha anga cha Palmachim kilicho karibu na Tel Aviv kinahesabiwa kuwa kitovu cha kurusha satellite na majaribio ya makombora ya utawala wa Israel, na pia ni mahala pa kuwekwa mifumo ya ulinzi wa makombora kama vile fimbo ya Daudi kwa maana David Sling pamoja na droni za aina ya Hermes 900. Kituo cha anga cha Ofda ni miongoni mwa miundombinu ya kimkakati na pia hutumika kama kituo cha mafunzo kwa jeshi la anga la utawala wa Israel. Kituo hiki pia kimewahi kutumiwa kuegesha ndege za kivita za Marekani aina ya F-22. Shirika la Shin Bet linachukuliwa kwa kitovu cha operesheni za shirika la usalama wa ndani la utawala wa Israel, likiwa na majukumu kama kuongoza operesheni za kiusalama, kuratibu ulinzi wa viongozi muhimu pamoja na kulinda miundombinu nyeti ya utawala huo. Vita hivi vya kulazimishwa vilianza asubuhi ya tarehe 28 ya mwezi Februari sawa na Ramadhani 10 kufuatia shambulizi la kigaidi la Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Vinaendelea huku mashambulizi dhidi ya Israel na Marekani, hasa maeneo yake yenye manufaa kwake, yakishambuliwa katika nchi mbalimbali katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni mashambulizi ambayo yamefanywa na Iran ambayo yamekuja kusababisha hali mbaya katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, hasa nchini Israel ambapo Shin Bet imeshambuliwa, lakini pia na viwanja vya ndege navyo pia vimeshambuliwa. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.